السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الأحبة، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وسدد خطاكم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. وكويلي tuna furaha kubwa sana, furaha ya kukutana kwanza tukiwa sisi ni ndugu, jambo letu ni moja, tumekusanywa na kalima ya tauhidi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tumekusanywa na da'wa moja na njia moja, mwelekeo mmoja, ad-da'wa al-mubaraka, ad-da'wa as-salafiyya. Tena tuko katika eneo moja, mahali ambapo ni mubarak, kwenye nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Imam al-Bukhari rahimahullah, msikiti ambao umeasisiwa min awwal yawm ala khuta salafi as-salih. Kwa kweli ni jambo la kufurahisha kuwa as-salafiyun wana misikiti kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala aikithirishe uwepo wake na manufaa yake. Bila shaka kuasisiwa misikiti na watu wakisawasawa, waliosimama katika njia ya sawa, faida katika mujtama inakuwa ni kubwa sana, kwa sababu dauri ya masjidi inafahamika na manufaa yake yanaongezeka pale watakapokuwa wanaosimamia ni watu wakisawasawa. Walhamdulillah ala hadhihi an-ni'ma al-'azima. Kwa ni jambo kubwa. Allah wabarik na wazidishie khairi na awalipe kila la khairi fi dunya wal akhirah wote waliokuwa ni sababu ya uwepo
wa msikiti huu na misikiti mingine, na Allah jalla wa ala aandike kuwa katika mema yao katika siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allah ajalie khairi na baraka kwa watu walio kando kando na jirani na msikiti huu, iwe ni sababu ya kuongoka kwao, sababu ya kutengenea kwao mambo yao ya dunia na akhira. Allah atengenezee dunia yao na akhira yao kwa kuwepo kwa kituo hiki katika eneo hili, na wao wakipokee kituo hiki na msikiti huu kwa furaha, wapokee msikiti huu kwa shauku ya kupata kheri, na iwe hivyo, na iwe ni sababu ya wao kupata hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nitazungumza kidogo maneno baada ya haya niliyosema. Taeleza kidogo sisi tunazungumza hapa kama kina nani, alafu kwa kuwa muhadhara wangu na nafasi ndefu, kama afya itaruhusu basi nitatimiza ule muda niliopangiwa, kwa sababu siko vizuri sana. Nasallallahu al-afiyah was-salama. Katika kujitambulisha kwamba sisi ni kina nani, ili hata majirani zetu watutambue, na hili ni jambo zuri mtu kujitambulisha mbele za watu wakujue wewe ni nani, yani kwa maana ya mwelekeo wako, msimamo wako, unaelekea wapi. Ni jambo la wajibu kwanza, kabla ya mambo yote jitambulishe wewe ni nani. Simaanishi majina yetu kwamba mimi fulani bin fulani bin la. Sisi watu wa msikiti huu, wale waliosimamia huu msikiti na hiki kituo mpaka kujengwa, wao ni kina nani na mwelekeo wao ni upi? Hivi sasa kumekuwa na mielekeo mingi, misikiti yajengwa, vituo vyajengwa vile wenyewe wako katika misimamo na mielekeo tofauti. Utakuta msikiti huu na hivi, msikiti ule una vile. Sisi kabla hatujasemewa na mtu tujisemea wenyewe kwamba sisi ni Waislamu ambao misingi ya dini yetu tunaichukua, au dini yetu sisi tunaichukua kwenye misingi madhubuti kabisa kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuamini kwamba ule Uislamu wote ambao wafaa kufuatwa, bali ni wajibu kufuatwa, ni ule uliomo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yani al-Qur'anul Karim, na kwenye mafunzo na as-sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na vyote hivi viwili viwe vinakwenda juu ya ufahamu na maelekezo na ufafanuzi wa wale watu wema walioshuhudiana na kutangamana na mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
na wanafunzi wao. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati amepewa risala aifikishe kwa walimwengu, amepewa mafunzo awafunze walimwengu. Mtume huyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliipokea risala ile na akaifafanua na kuibainisha kwa kauli na vitendo, akafundisha. Sasa kuna wale waliofundishwa sasa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale tunawapa nafasi kubwa sana, kwa sababu ndio kundi la mwanzo kabisa lililomuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam kauli na vitendo, na wao wakayatekeleza yale yaliyofunzwa kwao mbele yake. Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaona walipokuwa wamepatia, aliwapongeza na akaishi nao hivyo, wakaendelea hivyo. Na pale walipokuwa wanakosea alikuwa akiwarekebisha. Jambo hili likaenda katika hali hiyo mpaka risala ilipokamilika, ikateremka aya, sehemu katika aya ya 3 ya suratul Maida. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na anawaambia walimwengu wote, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hivi leo hii ilikuwa ni wakati wa al-asr, siku ya tarehe 9, siku ya Arafa katika mwezi wa Dhulhijja, mwaka wa 10 Hijria. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika viwanja vya Arafat akiwa yuko juu ya ngamia wake, kateremka hii aya, hivi leo hii nimeikamilisha dini yenu, nimewakamilishia dini yenu, na nimetimiza juu yenu neema zangu, nimezitimiza. Uislamu nimeutimiza, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini ambayo mimi nimeiridhia iwe ndio dini ya walimwengu. Atakayekuja nayo dini hiyo mbele yangu, huyo mimi nimemridhia. Kwa hiyo pale ikawa risala na kazi aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekamilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya pale hakuishi muda mrefu. Ilikuwa ni mwezi wa Dhulhijja, ukafika mwezi wa Muharram, ukaingia mwezi wa Safar, akaanza kuugua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilipoingia Rabiul Awwal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki, kwa kuwa dini imekamilika. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokea risala ya Allah, na hakuifanya peke yake mwituni huko porini, ikawa kuna maneno na vitendo amevifanya kwa vificho, hakuna aliyemuona wala aliyemsikia, alafu akaacha labda kitabu tu nyumbani kwake kwamba nyinyi mje mkisome alafu muelewe, mtakavyoelewa nyinyi wenyewe alafu mfanye mnavyotaka. La, ameletewa risala wazi, akaifikisha kwa uwazi, akaifundisha kwa uwazi katika mambo yote. Na kuna watu aliowafundisha wakamuelewa, na yeye akajua kwamba hawa wamenielewa, mpaka akafikia kuwaamrisha wawafikishie watu wengine.
wafikishieni wenzenu, kama alivyoamrisha wale wageni waliokuja katika kabila la Abdul Qais, jamaa wa kabila la Mudhar, kama sijasahau, kutoka kabila Mudhar, wafdu Abdul Qais, alhasil wafdu Abdul Qais. Mtume صلى الله عليه وسلم aliwafundisha maneno, kisha akamwambia ihfadhuhunna wa'allimuhunna man wara'akum, yahifadhini haya alafu mkawafundisheni walioko nyuma yenu, mkirudi mkawafundishe wenzenu. Bali maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم maarufu, ballighu anni walau aya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na watu, wanafunzi wake, marafiki zake, wanafunzi wake, wafuasi wake. Sasa hawa ndio muhimili mkubwa sana kwetu katika jambo la dini. Utatafsiri aya, utatafsiri hadithi, utaleta ufafanuzi, sisi tutakuuliza hivi ndivyo walivyoelewa wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba aya hii inamaanisha uhalali wa jambo fulani au uharamu wa jambo fulani. Hivi ndivyo walivyoelewa wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisema hapana, ndio basi haiwezekani. Ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Ndio maana sisi tunajifunga kwa hilo. Kwa tunaposema tunamaanisha, si Kiswahili chaeleweka, tunaposema tunamaanisha kwamba sisi tunafuata kitabu na as-sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma, kitabu Qur'an na sunna, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa watangulizi katika umma huu, masahaba. وكما هو معروف في الأصول، في علم الأصول، أن عمل الصحابة أصل لمن أتى بعدهم. matendo ya masahaba au kauli ya sahaba au kitendo cha sahaba ni aslun. Kusema asli maana yake ni dalili na ni hujja liman ata ba'dahum, kwa wale waliokuja baada yao. Wewe jua hivyo. Wa qawlu as-sahabi hujjatun idha lam yukhalaf, kauli ya sahaba ni hujja muda wa kuwa hakupingwa na sahaba mwenzake. Pakitokea upinzani, huyu asema hivi na huyu asema hivi, alhujjatu fi dalil, hoja sasa itakuwa kwenye kitabu au katika as-sunna. Hapo ni sahaba na sahaba. Ama kwa asiyekuwa sahaba, basi as-sahaba hujjatun au qawlu as-sahabi hujjatun liman ata ba'dahu. Kwa hiyo sisi tunaposema tunafuata kitabu na as-sunna juu ya ufahamu wa wema waliotutangulia, na hiyo ndiyo dini ambayo haijui Abu Bakr wala Umar wala Uthman wala Ali wala Sa'd wala Sa'id wala Talha wala Zubayr wala Abdurrahman ibn Auf wala Abu Ubaida. hiyo sio dini. Radiyallahu anhum wa ardahum. Na haya tufanye hivi sisi ili Uislamu ubaki safi, uendelee kubaki kuwa taziji, kwa lugha fupi, fresh, yani ghadhan tariyan kama unzil, ili tusiwape nafasi mawababaishaji
na wapotoshaji waichezee dini, ni kubaki katika msingi huu. Tukifungua mlango wa ara, mambo ya maoni, kwamba waonaje tukafanya hivi katika dini yetu, waonaje tukafanya vile katika mambo ya dini na ibada, kuanzia itikadi na ibadat, tukaanza kuleta rai, tukaweka mabunge, tukataka kufanya tasihihi ya sheria, tutaiharibu dini kama walivyoharibu Mayahudi na Manasara dini ya Allah jalla wa ala iliyoletwa kwa mitume wao. Ad-da'wa as-salafiyya wasema la majala lidhalik, hakuna nafasi ya jambo hilo. Tutabaki katika usafi ule ule aliouacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndio maana tunakuwa wakali juu ya watu ambao wanataka kuyaongeza mambo ambayo hakuyaweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahudi wal-Nasara walipokosa msingi huo waliharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakapatikana wapotoshaji, wakawa yuharifuna al-kalima an mawadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bih. Walifikia hadi hiyo, ikawa wanayapotosha maneno, wanayatoa nje ya mahala mwake katika sehemu zake, wanazungumza kinyume na vile ilivyofundishwa. Nguruwe haramu, wanakuja kukaa watu kwenye bunge wasema kuanzia leo halali, lakini huku imeambiwa haramu. Lakini sasa kuna mtakatifu fulani kasema yafaa. Pombe haramu, wakaa wasema halali, mpaka wamefikia sasa hadi ya wanaume kwa wanaume kuruhusiwa kuoana, na baadhi ya viongozi waitwa viongozi wa dini wakalihalalisha hilo kwa sababu ya insania, sisi binadamu kwa kadha. Lakini yasemaje, anasemaje Allah jalla wa ala kwenye kitabu chenu, qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin, ileteni Taurat, isomeni Taurat, mtuambie inasema nini ikiwa nyinyi mnasema kweli. Je, ushoga uko? Yafaa mwanamume kumuoa mwanamume mwenzie? Mpaka leo imefika mtu kuwa ni kiongozi wa dini, anakuja katika hekalu au kwenye kanisa, anawahutubia watu, kumbe huku ana mumewe nyumbani aliyemuoa, khabithul amal. Au mtu kiongozi katika mujtama mkubwa kabisa, amepewa masuhulia ya mujtama, kaolewa mwanamume, kaolewa na mwanamume mwenzie. Uislamu hautoi nafasi hizo, mamnuu. Lakini kwa sababu tayari walishaanza uharibifu tangu mwanzo, wakafungua milango hiyo. Kwa hiyo ikaja mikono michafu ya kuchafua mafunzo halisi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yalipovurugwa mafunzo ya Musa alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala alimleta Isa ibn Maryam kusahihisha baadhi ya mambo na kuweka sawa na kutimiza. Fatira iliporefuka na watu wakasahau mambo mengi, na umma ukaingia katika wathania na kuabudu mizimu, na watu wakaacha zile fitari as-salima, wakajisahau, Allah subhanahu wa ta'ala mwisho akamleta mtume wake wa mwisho ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akiyasadikisha yaliyomo kwenye Taurati na Injili, akitimiza makarimul akhlaq, akisahihisha itikad, akaja akaondosha mazito mengi yaliyowakabili wanadamu, udhalili mwingi uliowaelemea kwa miaka, akaletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hakuna mtume mwingine atakayekuja na risala baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa tukiruhusu watu
walete rai zao, tukuruhusu watu wafungue nafasi za maoni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi risala sahiha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itapotea. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametoa dhamana ya kuilinda risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Maneno ya sawa kabisa ya Qur'an. Hika sisi tumeteremsha al-dhikr, yani al-wahy, yani al-Qur'an, as-sunnah, lakini sisi tutailinda. Hivyo basi tutasema kwamba ukitaka salama katika dini yako, shikamana na njia hiyo, usidanganywe. Usikubali mtu akudanganye katika dini. Wewe katika dini yako simama, Qur'ani iko na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yapo. Allah subhanahu wa ta'ala alikiteua isaba, kikundi maalum, kikasimama kuhifadhi na kulinda mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi mwasoma pengine ulumu mbalimbali, mkabobea huko katika mambo mbalimbali ya kilimwengu, wengi wenu hivyo, na bali hata wale wanaosoma ulumu sharia, yani ulumu islamia, wengi wao wanaweza kubobea katika fani mbalimbali. Lakini wallah, ukisoma kwa umakini elimu ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na namna al-ulama al-muhaddithun namna walipolisimamia jambo la ilmu ya hadithi na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukisoma habari zao na ukazingatia na ukafahamu ukaelewa pale, tara al-ajab al-ujab, tunaona maajabu makubwa sana. Yani ule mpango walioutengeneza, tunaona hawa watu ni mulhamun, na sunna imehifadhiwa na hakuna mtu yote za kuchezea sunna. Leo ukatunga maneno mapya kwa Kiarabu kilichokuwa na ufasaha mkubwa, alafu ukadanganya kwamba hayo kayasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaambiwa wazi kabisa kwamba hayo hayapo, si maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5. Hiyo ni kadhib. Yani huwezi kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitunga uongo saa 9 za usiku, alfajiri haitaingia ila umebainishwa uongo wako. Utawadanganya wajinga kama ikiwa hawako wenye kujua. Kwa hiyo dini imehifadhiwa katika upande wa matini. Qur'ani iko, haijapotoshwa. Leo ukisoma aya kwa qiraa chochote katika viraa vyenye kutambulika, wasome utajua kwamba hiki ni qiraa cha Nafi', qiraa cha Ibn Kathir, qiraa cha Abu Amir, qiraa hiki cha Hamza, hiki ni qiraa cha Al-Kisai. Utajua hivi ni qiraa. Na ukisoma kimakosa utajua huyu jamaa kakosea. Huwezi kudanganywa kwenye Qur'ani ukatunga aya haipo, alafu sisi tukakubali kama leo inapotangazwa kwamba Marekani wametunga Qur'ani yao bwana, wataka kuisomesha bwana. Watawadanganya wajinga katika wajinga miongoni katika wajinga wa kilimwengu. Lakini kwenye Uislamu haitapenya hiyo. Hata wachapishe misahafu, makontena, mamilioni ya makontena wayasambaze kila mahali, haitafuta Qur'ani ya haki, kwa sababu bal huwa ayatun bayyinat fi suduri alladhina utul ilm. Ni aya zenye kubainisha, zimo ndani ya vifua vya watu waliopewa ilmu. Leo utamsimamisha mtoto wa miaka 10, 12, 15 atakusomea Qur'ani ile ya kisawa sawa,
kutoka Mwanzo sura ya kwanza mpaka 114. Na wewe ukisimama ukikosea mahali pa wa ukasema fa, utaambiwa wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, na sio fadhakkir. Wengine wasema hivyo fadhakkir. Kwa ile wa na fa ukikosea tutaambiwa ni wa, pana wao hapo na sio fa. Ukikosea nukta utakosolewa na kijana mdogo tu miongoni mwa vijana katika malayini muslimini. Kwa hiyo alhamdulillah, matni na maandiko matakatifu ya Kiislamu yamehifadhiwa. Sasa ili tuhifadhi maana na mafuhumu, aya zisichezewe na watu na wajanja, lazima zifungwe kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ukija kwenye Qur'an, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, maana yake nini maana istawa? Ala wartafa. Ukituambia istaula, tuambie la, katika hakuna hilo katika istaula. Utatafuta umetoa wapi istaula? Ndio pale wale wenye kusema istaula wakatafuta, walipokosa wakaleta maneno ya Mkristo mmoja akiitwa al-Akhbal, istawa al-bishru 'ala al-Iraqi bighairi sayfin wala damin mihraq. Basi mmekosa maneno ya Waislamu mpaka mkatafuta maneno ya Mkristo kuonyesha kwamba mmeishiwa nyinyi. Ulama wa Kiislamu wangapi wapo katika Uislamu huu wanaojua lugha ya Kiarabu vizuri kabisa, kuonyesha kwamba neno hilo haliko na wala halikubaliki. Kwa hiyo ili tuhifadhi maana ya Qur'an, maana ya sunna sahiha za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufahamu wake katika jambo la dini, katika mambo ya itikadi au katika mambo ya ibada, wewe waswali hivi kwa aya ipi au hadithi ipi? Kwa hadithi fulani. Je, hadithi hii ndivyo walivyoelewa masahaba? Ndivyo walivyokuwa wakiswali? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akiwaambia, swallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Je, wewe una mafunzo yoyote ya kuonyesha kwamba swala yako hiyo ndivyo walivyoswali maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu walivyomuona Mtume? Kama ukisema ndio, tukwambia leti wapi? Huna, hatutaki. Kwa hiyo sisi tunafuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Sasa kwa kuwa ni Uislamu sahihi na Uislamu umejengwa katika misingi ya kuamrisha mema, kuamrisha yaliyo mazuri na kukataza yaliyo mabaya, kukataza munkar, ndio pale tukawa tunaitangaza dini yetu kama hivi kwamba jamani, njia yetu sisi ni hii na msingi wake ni huu, tufuateni na tusikhalifu. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni wala msizushe kwa sababu mmeshatoshwa. Waqifu haithu waqafa alqaum. Kwa hiyo tunalingania kwenye hili, lakini pia kwa sababu kuna kukataza mabaya, tunatahadharisha makundi mengine, na kila anayepotoka kuiacha njia hiyo ambayo sisi tumeielezea. Kwa hiyo ukisikia kuna watu wanatahadharishwa au makundi fulani yanatahadharishwa, usije ukaona ni fujo ndiyo njia sahihi hiyo ya kukusalimisha wewe, kwa sababu katika Uislamu pia kuna conman, sio? Matapeli wapo, waharibifu wapo, wadanganyifu wapo. فإذا سكت أنت وسكت أنا كيف يعرف الجاهل المحق والمضل أو المبتل؟ mimi nikinyamaza nikawa sikwambii jambo fulani ni baya,
mtu fulani ni mbaya, njia fulani ni mbaya, mimi nikanyamaza na wewe ukanyamaza, huyo asiyejua ataweza vipi kufafanua na kupambanua baina ya haki na batil? Kwa hiyo huu ni msaada kwa viumbe, ni msaada kwa wanadamu, ni msaada kwa Waislamu. wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab. Watu wameambiwa wasaidiane. Leo mathalan umepita katika njia fulani, kuna wakora hapo, kuna majambazi hapo, wamekaa wanawasubiria watu wakore vitu vyao. Wewe umepita ukasalimika hapo, wamuona ndugu yako aenda huko, utamwambia? Hutomwambia kwamba huko unakokwenda siko, pana vijana wabaya pale, pana wevi pale, utapita njia uende zako? Sasa kuna wevi katika jambo la dini, kuna watu waovu wanawasubiria watu katika jambo la dini kwa maslahi yao ya dunia. Lazima wapatikane watu ambao watasimamia jambo hili, watakao watahadharisha watu wengine kwamba usipite pale, njia ile si sawa. Na hivi alifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pale ambapo aliisoma kauli yake Allah, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachora mstari mpana akasema hii ndio sabilullah, akapiga mstari kwenye njia ya Allah ni ndefu pana kabisa, iko wazi, ndio hii. Akachora pembeni vijistari vidogo vidogo, akasema hivi ndio as-subul wa ala kulli sabili minha shaytan. Kila kijinjia kimoja kuna shetani hapa. Sasa ndugu yako akiteleza kwenda huku, mvute arudi katika usawa. Na kufanya hivyo sio ukorofi, sio fujo. Wewe angalia kinachozungumzwa ni maneno qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-salaf. Hilo ndio jambo la msingi la kuzingatia. Je, maneno yazungumzwa kiilmu? Ikiwa ndio, wewe usizunguke huku wala kule. Angalia thamani ya dini yako. ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fadaya'uhu min a'zami al-khusrani. Dini ndio rasilimali yako, ikamate vizuri. Kuipoteza dini ni katika hasara kubwa sana. Afadhali upoteze pesa, upoteze mali yoyote, upoteze chochote kile, kuliko kupoteza dini yako. Sasa ili dini yako isipotee, una wajibu wa wewe kujifunza katika dini ya Allah. Walillahi alhamdu, misikiti ya as-salafiyun, mahali popote pale msikiti wa watu wanajinasibisha na njia ya as-salaf, ina khair, kwa sababu wanajitolea katika kumfundisha jahil, mtu asiyejua, min sighari ilmi ila kibarihi, kutoka katika elimu ya dini kabisa. Hata kama hujui kusoma Qur'an, pengine hukuwahi kupita madrasa, wewe utapata mwalimu wa kukufundisha wewe herufi na kuziunga herufi na kuzitamka mpaka ujue kusoma Qur'an. Na sisi tuamini kwamba uwepo wa kituo hiki patafunzwa watu Qur'an. Sasa ukitaka salama ya dini yako, uje usome, jifunze dini yako, ujifunze, umjue nani Mola wako. Misikiti ya as-salafiyun, watu hufundishwa itikadi sahihi, wanafundishwa tauhid, kumpwekesha Allah maana yake ni nini, tauhidi ni nini, ni ipi haki ya Allah kwako ambayo iko juu yako, na ni ipi haki
yako wewe ambayo iko kwa Allah jalla wa ala. Utafundishwa tauhid, utafundishwa itikadi sahihi aliyoifunza Allah kwenye kitabu chake na aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ambayo waliitabiki masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama bado wataka kuendelea kudanganywa, wewe endelea na shughuli zako. Watu wakisoma, wewe endelea na shughuli zako. Utadanganywa na utapotezwa. Bila ya ilmu hapana salama. Salama iko katika ilmu. Kwa hiyo da'wa yetu sisi imejikita katika msingi. Sizungumzi maneno tu kwamba hapa leo nimezungumza, tukimaliza tuondoka twenda zetu, tuwaachia watu msikiti waswali wanavyotaka wao. Mtalishuhudia hilo wale wenyeji wa mtaa huu na mitaa ya jirani. Mkitaka kujua dini, mtawakuta waalimu wa kuwafundisha nyinyi na watoto wenu na wake zenu. Sasa kuna khairi zaidi ya hiyo. Na hivi ndivyo walivyokuwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si kwamba una msikitini tu, msikiti tayari umejengwa, umekamilika, watu waingia, waswali, watoka, hawa hawajui, wale wajua, wale hivi, vurugu. La, watu wafundishwa kuswali. Kwa hiyo utajifunza hapa pia kuswali. Kwa hiyo mimi nimeona nitangulize maneno haya kwanza, ambayo imekaa kiujumla kidogo, kwa sababu nikisema niizungumza hii da'wa yetu ambayo sisi tunailingania na misingi yetu ambayo tumesimamia juu yake, maneno ni marefu. Kina Sheikh Abu Hashim hapa wanajua kwamba haya maneno ni marefu, hayatoshelezwi na siku moja wala siku mbili wala siku tatu. Ni maneno tunazuia kuzungumza kuanzia wiki na kwenda mbele, asubuhi mpaka dhuhuri tuwaswali, tumaliza utapata tena kabla asri utarudi tena, baada al-asri endelea, baada al-maghrib mpaka isha, bado maneno yanahitajika. Siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, mtaweza? Maneno ni mengi kuzungumzia da'wa hii ikoje. Lakini wallahi miongoni mwa kheri ambazo Allah amewachagulia ndugu zetu katika maeneo haya ya Bumbululu, hapo nasikia paito kwa Bulo hapa, mahali ambapo huu msikiti Masjidul Imam al-Bukhari, katika kheri kubwa kabisa ambayo Allah amewapendelea ni uwepo wa msikiti huu katika eneo hili. Kwa hiyo ni wajibu juu yenu kuipokea kheri hii. Kuna watu wako mahali watamani wapate kheri kama hii, lakini Allah hajajalia kwao. Na kuna watu watatoka mbali, safari ya mbali kabisa, kuufuata msikiti huu kwa yale yanayopatikana ndani yake. Sasa hutaona haya wewe na aibu kuwa mwenzako atoka mbali huko aja hapa, atoka Shanzu huko, toka Bamburi mwisho si wapi, Mtopanga si wapi huko, aja hapa. Wewe uko hapa hapa lakini hujali, itakuwa sio sawa. Tupokee msikiti huu kwa kheri, tukaeni tusome, tuhimize watoto wetu waleleke katika mazingira ya sawasawa ya Kiislamu. Nitaishia hapa katika mazungumzo haya. Mazungumzo yangu mimi sasa yatarudi kwetu. Sasa nikisema kwetu na kusudia sisi ambao tutawapokea Waislamu wenzetu wanataka kujua dini, yani sisi maimamu, sisi makhatibu, sisi walimu wa madrasa, sisi walinganizi, sisi mashekhe. Sawa? Nataka nizungumze mazungumzo haya kuhusu sisi tulabul ilm. Leo ilikuwa nimepanga hasa nizungumze kitu hiki. Pengine maneno niliyotangulia kuyazungumza kuwahamasisha watu katika maeneo haya na mtaa huu waje kwenye msikiti huu, pengine maneno haya yakapokewa kwa uzuri, ikaingia kabuli ndani yake, watu wakajifunga huko, wakaja watoto, watu wazima, wazee, vijana, wanawake, wakaja hapa msikitini kwa ajili ya kutaka kusoma, sasa kwa ajili ya kufanya ibada.
kwa ajili ya kupokea hayo ambayo mimi nimeyasema kwamba yatolewa hapa. Je, tunacho cha kuwapa? Tunayo njia ya kuwapa kile wanachokihitajia? Au kama sehemu nyingine tu watakwenda alafu hivi watakirihishwa, wataudhiwa, watatukanwa, watafanya hivi, watafukuzwa? Au waje wasipate wanachokihitajia katika ilmu na maarifa? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.